Je, unajua kweli ni kiasi gani cha pesa unachohitaji kushinda mchezo wa kifedha? Watu wengi wanakisia tu, wakiamini utajiri ni bahati. Lakini ukweli ni huu: bila namba halisi na mpango wa kufanikisha malengo yako, utajiri wako ni hatari ya kutoweka. Je, uko tayari kuchukua hatua na kufanya mchezo wa kifedha uwezekane kuushinda? Tunaendelea na kitabu Money Master the Game cha Tony Robbins. Sehemu ya 3. Fanya mchezo uweze. Make the game winnable. Kwanza kabisa, sehemu hii inakusudia kukusaidia kuelewa kipengele cha msingi cha kupanga kifedha. Kutojiingiza katika mchezo bila mpango halisi. Tony Robbins anasema kwamba wengi wanapofikiria kuhusu utajiri au kustaafu, wanakisia tu, wakiamini kuwa kitawezekana moja kwa moja. Lakini ili mchezo wa kifedha uweze kushinda, lazima kwanza ujue ni kiasi gani kweli unahitaji. Robbins anashauri kuanza kwa kuuliza maswali magumu. Unataka nini kweli? Si kwa maneno tu, bali kwa hesabu halisi. Hii inamaanisha kuchukua wakati kuandika ndoto zako, malengo yako ya maisha, na kisha kuyageuza kuwa gharama halisi. Ikiwa unataka nyumba ya kupumzika, safari, elimu ya watoto, au hata kufanya kazi unayoipenda bila shinikizo la kifedha, unahitaji kuandika kila kitu na kuhesabu gharama ya kila kitu. Hatua hii inakufanya uonyeshe taswira halisi ya kile unacholenga, badala ya kuwa na wazo la jumla tu kuhusu utajiri. Hii ndiyo inayoitwa calculate your number. Kutoka hapa, Robbins anafungua dhana ya ngazi 5 za uhuru wa kifedha, ambazo zinakusaidia kuelewa ni wapi ulipo na ni wapi unataka kufika. 1. Usalama wa kifedha. Financial security. Hii ni ngazi ya msingi kabisa. Malengo yako ni kuhakikisha mapato ya msingi ya kila siku yametimizwa: chakula, makazi, bima ya afya na mahitaji ya msingi ya kifedha. Hapa unakusudia kuhakikisha maisha yako ya msingi hayategemei bahati, bali yamejengwa kwa msingi thabiti. 2. Uhai wa kifedha. Financial vitality. Hatua inayofuata ni kupata uhakika wa kukidhi mahitaji yako na pia kuweza kufurahia maisha kidogo. Hii inajumuisha kufanya matembezi, michezo, shughuli za kijamii na shughuli zinazokuletea furaha. Hapa mtu anaendelea kutoka kuepuka hofu ya kifedha hadi kuanza kushirikiana na maisha kwa uhuru kidogo zaidi. 3. Uhuru wa kifedha. Financial independence. Katika ngazi hii, huna shinikizo la kifedha la kila siku. Una uhakika wa kutosha kwa kukidhi mahitaji yako na unaweza kufanya maamuzi yako bila kuhofia kipato. Hii inamaanisha kwamba kazi unayoifanya sasa si lazima iwe kitendo cha lazima, bali chaguo lako mwenyewe. 4. Uhuru kamili wa kifedha. Financial freedom. Hii ni hatua ambapo huna haja ya kufanya kazi yoyote na unaweza kuchagua kufanya kile unachopenda. Unaweza kuwekeza bila shinikizo, kufanya kazi inayokupa kuridhika, au kushirikiana katika miradi ya hiari. Hapa kifedha kinakuwa chombo cha uhuru, si kikwazo. 5. Uhuru wa kifedha usio na kikomo. Absolute financial freedom. Kiwango cha juu zaidi cha uhuru. Hapa unaweza kuunda maisha na miradi mikubwa, kuathiri wengine na kuacha urithi wa kifedha. Kila uamuzi unaochukua una nafasi kubwa ya kuunda maisha yako, kushirikiana na jamii na kuunda urithi wa kweli. Robbins anaendelea kueleza kwamba kujua kiasi unachohitaji sio cha kutosha. Lazima pia utafute njia za kufanikisha haraka kufikia malengo haya. Hapa ndipo mtu anapojifunza mikakati: kuokoa zaidi, kupata kipato zaidi, kupunguza kodi, kupata faida bora kutoka kwa uwekezaji na kubadilisha mtindo wa maisha. Anaeleza kwamba hata mabadiliko madogo kama kupunguza ada za uwekezaji au kuboresha mchanganuo wa mapato na matumizi yanaweza kuongeza sana rasilimali zako baadaye. Mbinu nyingine ni kubadilisha mtindo wa maisha.
si kwa kuondoa furaha, bali kwa kuhakikisha unatumia pesa zako kwenye malengo makuu badala ya matumizi yasiyo na faida. Hii inasaidia kuhakikisha kila shilingi inachangia kufanikisha ndoto zako na kupunguza upotevu usioonekana. Robbins anasisitiza kuwa mchezo wa kifedha unawezekana kushinda. Hatuzungumzii kuhusu bahati, utajiri wa ghafla au kucheza kamari kwa hisa zisizo na mpango. Mchezo unashindwa tu pale unapokuwa bila mpango, ukiwa na malengo yasiyo halisi au ukiwa na hofu ya kuchukua hatua. Hivyo, kila hatua ya kuhesabu kiasi unachohitaji, kuelewa ngazi za uhuru wa kifedha na kisha kutumia mikakati ya kuongeza akiba, kuongeza kipato, kupunguza ada na kudhibiti mtindo wa maisha inakuletea mchezo unaowezekana kushinda. Kwa kumalizia, sehemu hii inafundisha kuwa ushindi wa kifedha haijatengenezwa kwa bahati, bali kwa mpango, ufahamu na hatua zinazolenga malengo halisi. Ukijua namba yako, unaelewa ngazi unayolenga na unatumia mbinu sahihi kuongeza rasilimali, unaweza kufanya maisha yako ya kifedha yawe ya uhuru, yenye malengo na yenye kuridhisha kweli. Mchezo wa kifedha sasa sio mzima wa wigo usio na mwisho, bali ni mchezo unaowezekana kushindwa kwa mtu aliye tayari kuchukua hatua kwa uelewa kamili. Chukua daftari sasa na andika ndoto zako zote, kisha geuza kila moja kuwa gharama halisi. Hii ndiyo hatua ya kwanza ya kucalculate your number. Kisha tafakari, ni ngazi gani ya uhuru wa kifedha unataka kufika? Hii ndiyo nafasi yako ya kuchukua udhibiti wa fedha zako, kuongeza kipato, kupunguza ada na kubadilisha maisha yako. Usisubiri bahati. Anza leo. Bonyeza subscribe ili usikose sehemu inayofuata na hakikisha unakuwa mchezaji anayejua sheria za mchezo, si mfuasi tu.